Tumsifu Yesu Kristo, mtazamaji wa Radio Maria Tanzania, sauti ya Kikristo nyumbani mwako. Ninakukaribisha katika kipindi maalum hapa katika viwanja vya maonyesho ya 50 ya biashara maarufu kama Sabasaba kwa mwaka 2026. Leo Radio Maria Tanzania imetembelea banda la Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora ili kujua mengi kuhusiana na tume hiyo inayojihusisha na nini na yapi majukumu yake makubwa na inafanya kazi katika muundo gani na uelewa wa jamii kiujumla kuhusiana na Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora. Kwa muda wote huo katika kipindi utakuwa nami Festo Chahali, mmoja kati ya wale 10, lakini mgeni wangu kwa siku ya leo ni Monica Mnanka. Huyu hapa ni mkurugenzi wa divisheni ya elimu kwa umma, mawasiliano, utafiti na nyaraka katika Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora. Msikilizaji na mtazamaji wa Radio Maria Tanzania, ambatana nami kuanzia mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki ili kufahamu kwa kina yale yote yanayohusiana na Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora katika utendaji na ufanisi wake kiujumla. Ya Haki za Binadamu ni taasisi ya kitaifa ambayo imeanzishwa kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na ina jukumu la kulinda, kutetea na kuhifadhi haki za binadamu na utawala bora nchini. Ilianzishwa kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ibara ya 129 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Sheria ya Haki za Binadamu na Utawala Bora. Kwa sasa mtazamaji wetu ameelewa sasa maana ya Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora. Lakini huenda anajiuliza sasa, tume hii mpaka inafikia hatua ya kuweka ban hapa Sabasaba, maana yake ipo tija fulani kwa jamii. Na hiyo tija inatokana na yale majukumu ambayo tume inayafanya. Kwa kwanza tu mimi katika kusoma kwangu nimeona mojawapo ya jukumu kuu la kwanza la tume ni kuhamasisha uhifadhi wa haki za binadamu. Sasa ina maana gani kusema uhifadhi wa haki za binadamu, tukianza hapo kabla ya kwenda kwenye majukumu mengine? Uhifadhi wa haki za binadamu ina maana kwamba hizi haki za binadamu ni ile haki za binadamu ambazo ni stahiki ambazo binadamu anazipata mara tu anapokuwa amezaliwa. Kwa hiyo anastahili zake za msingi kuanzia anapozaliwa, siku ya kwanza tu, na hizi stahiki atazipoteza tu mara atakapofariki. Kwa hiyo ili kuzihifadhi sasa hizo haki za binadamu, Tanzania ikiwa ni miongoni mwa nchi zilizoridhia mikataba ya haki za binadamu, iliridhia mkataba wa haki za binadamu ili kuendelea kuhifadhi sasa, kwa sababu hizi haki zipo tu mtu anapozaliwa, ili kuzihifadhi. Sasa katiba karidhia mkataba wa haki za binadamu ili kuhakikisha kwamba inalinda sawa na kutetea haki za binadamu. Ukilinda na kutetea haki za binadamu, unakuwa umehifadhi zile haki za binadamu nchini. Kwa hiyo hiyo ndio maana ya kuhifadhi. Maana ya kuhifadhi. Ina maana bila kuweka huo uhifadhi wake, ina maana hizi haki zinaweza zikachezewa kwa namna moja au nyingine. Kuna watu wanaweza wakazivunja, kuna watu wanaweza kukiuka pia hata ile misingi ya utawala bora. Kwa hiyo ili kuhifadhi hizi haki, kukawa kuna sheria ambazo zinasaidia kuweza kuhifadhi haki za binadamu nchini, kwa sababu hizi ni stahiki, hazitolewi, zinatolewa kwa usawa. Lakini sasa ili ziweze kutolewa kwa usawa, utazihifadhije? Lazima kuwe na namna ya kuweza kuweka mipango ambayo itaweza kuhifadhi hizo haki za binadamu. Sasa ningependa utujuze pia majukumu gani mengine ambayo tume hii inashughulika nayo kwa msingi kabisa, moja kwa moja unasema haya ni majukumu yale ambayo yenye tija kubwa kabisa na yanafanywa kwa ufanisi katika taasisi hii. Tume ya Haki za Binadamu tunapokea malalamiko ya uvunjifu wa haki za binadamu na ukiukaji wa misingi ya utawala bora, na tunayashughulikia kwa mujibu wa sheria za nchi. Na pia Tume ya Haki za Binadamu tuna jukumu la kufanya utafiti wa masuala ya haki za binadamu. Kama kuna uvunjifu wa haki za binadamu, tunafanya utafiti kuhusu masuala hayo. Lengo ni kuhakikisha kwamba tunaishauri serikali, taasisi za serikali na taasisi binafsi kuhusu masuala ya haki za binadamu ili kuweza kuendelea kulinda haki za binadamu nchini. Kukunukuu katika maneno yako umesema kwamba mnafanya kuzishauri taasisi zile ambazo za serikali lakini pia za sekta binafsi. Katika kuzishauri hizi taasisi mnapata uhakika kwamba zinawafikia vipi sasa ile ngazi ya familia? Maana tunaelewa kwamba kwa taasisi inakuwa rahisi kufanya mawasiliano kati ya taasisi na taasisi, lakini nawaza vipi kuhusiana na ngazi ya familia? Mnawafikia vipi watu katika ngazi ya familia ili kuweza kupokea hata malalamiko kuhusiana na uvunjwaji wa haki za binadamu? Tume ya Haki za Binadamu tumekuwa tukifanya mikutano ya hadhara
tunafanya mikutano ya hadhara ambayo tumekuwa tukienda katika kata mbalimbali na halmashauri mbalimbali. Kwa hiyo tunakutana na wananchi, tunawapa fursa hiyo. Kwa hiyo katika mikutano hiyo ya hadhara, kwanza tunatoa elimu. Tukishapata elimu, tunapokea malalamiko yao kuhusu uvunjifu wa haki za binadamu. Kwa hiyo masuala haya tumekuwa tukipata kupitia mihadhara. Wewe umeona malalamiko yapi ni makubwa sana ambayo labda yanafika katika tume, hususani katika kitengo chako, labda unaona kuna malalamiko gani ili au utafiti pia, baada ya kuona malalamiko mmeamua labda kufanya utafiti hivi karibuni, na kama upo utafiti huo mliufanya katika upande gani? Malalamiko ambayo tumekuwa tukiyapokea mara kwa mara ni pamoja na migogoro ya ardhi. Migogoro ya ardhi imekuwa ni malalamiko ambayo nimekuwa tukipokea sana, lakini pia tumepata migogoro ya malezi. Yaani unakuta mzazi mmoja analeta malalamiko kwamba kuna mzazi mwenzake hawajibiki katika matunzo ya mtoto, na kama tunavyofahamu kuna haki ya mtoto ambaye anatakiwa atunzwe, apate matunzo na chakula bora na malazi na kila kitu. Kwa hiyo tumekuwa tukipokea malalamiko ya aina hiyo, lakini pia tumekuwa tukipokea malalamiko kutoka kwa watumishi au wastaafu ambao wanakuwa wafanya kazi ambao wamekuwa wakipata changamoto katika katika mafao yao. Na katika jamii pia tumeweza kupokea malalamiko kuhusu mirathi ambayo imekuwa ni changamoto sana katika jamii, ambapo sisi kama tume tunachukua yale malalamiko na kuyafanyia kazi kwa mujibu wa mamlaka yetu. Lakini kwa yale malalamiko ambayo yako nje ya tume, tumekuwa tukiwasilisha kwenye mamlaka zingine kwa ajili ya kufanyiwa kazi, na tuna wajibu wa kuendelea kufuatilia utekelezaji wa mapendekezo kama tulivyosema kwamba tume inashauri serikali na mamlaka zake. Kwa hiyo tukishapokea malalamiko, tunaishauri taasisi nyingine iweze kuboresha kushughulikia ile swala, na tunaendelea kufuatilia utekelezaji wa masuala yote. Sawa. Sasa kwa kuhitimisha, labda una wito upi kwa jamii, hususani nikiona hapa viwanja vya Sabasaba mmefika hapa, wito wako, na naamini mmoja wapo utakuwa ni kwamba kuwahusia wafike hapa pia wajionee huduma mbalimbali na kupata taarifa kama hizi ambazo tunawajuza hapa, lakini kiujumla kabisa una wito upi kwa jamii kuhusiana na tume hii ya haki za binadamu na utawala bora? Okay. Wito wangu kwa jamii, kwanza tufahamu kwamba ulinzi wa haki za binadamu hauwezi kufanywa na tume pekee. Hauwezi kufanywa na tume ya haki za binadamu pekee, bali kwa kushirikiana na serikali, kushirikiana na wadau wengine ambao ni wananchi, ili kwa pamoja tuweze kulinda hizi haki za binadamu. Na tutaweza kulinda haki za binadamu endapo tutaamua kuwa kila mmoja wetu awe balozi wa haki za binadamu, ili tuweze kulinda haki za binadamu. Asante sana mkurugenzi, mimi ni kushukuru sana kwa wakati wako. Asante. Na kwa hakika nimefika hapa viwanja vya Sabasaba, nimejionea vitu na ukarimu wenu kwa kunipokea salama. Basi tunawashukuru sana kwa kutupokea na kututhamini sisi pamoja kama Radio Maria Tanzania. Basi nikutakie kila lilo jema na Mungu akubariki. Asante, tunawashukuru sana kwa kweli Radio Maria kwa kuja na kuweza kushirikiana nasi katika kuhakikisha kwamba elimu hii ya haki za binadamu inafika kwa jamii, ili jamii waweze kufahamu umuhimu wa haki za binadamu na kuwa mabalozi wa kuweza kuitetea, kulinda na kuhifadhi katika nchi yetu ya Tanzania. Mtazamaji wa Radio Maria Tanzania, sauti ya Kikristo nyumbani mwako, kupitia mitandao yetu ya kijamii yote, hapo ndipo tunafika tamati ya kipindi maalum ambao kwa siku ya leo tulitembelea banda la Sabasaba hapa katika tume ya haki za binadamu na utawala bora. Nilikuwa naye wakati wote huo mkurugenzi wa divisheni ya elimu kwa umma, mawasiliano, utafiti na nyaraka, akizungumzia kuhusiana na utendaji na namna taasisi hii ilivyo na faida kwa umma. Kwa wakati wote huo haukuwa na mwingine, ulikuwa nami Festo Chahali, mmoja kati ya wale 10. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa. Nyuma ya kamera alikuwepo Joyce Donatus pamoja naye Stefano. Hadi wakati mwingine, kila lililo jema.